Ni miaka minne ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi kwanza kama mtu aliyeniteua naendelea kumshukuru sana kwa heshima aliyonipa ya kuniteua kuwa mkuu wa wilaya na kuwa sehemu ya viongozi katika serikali yake ya awamu ya 6. Sasa sisi watu wa Ubungo tuna mambo mengi sana ya kujivunia. But kwa uchache, Ubungo kwa wale ambao ni wakazi wa Dar es Salaam wanaelewa, walikuwa wakitaka kuja mjini na kurudi maeneo yao huko ya Mbezi, Kimara, Kibamba, Kwembe, maisha yao yalikuwaje. Tuna barabara pale njia 8 na hivi ninavyozungumza inapanuliwa zaidi. Ndio unaona watu wanahangaika kidogo namna ya kupita. Ni uwekezaji wa Dr. Samia, anataka ile barabara iwe pana zaidi. Tutakuwa tunateleza tu sasa hivi kwenda Ubungo. Ni uwekezaji wa chini ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia barabara ilivyokuwa na sasa hivi unaweza kufikiri picha imepigwa nje ya Tanzania, lakini ni Tanzania hapa ni Ubungo. Tuna kituo pale cha uwekezaji na biashara bilioni 300 pale ilipokuwa stendi ya mabasi zamani, zaidi ya shilingi bilioni 300. Tunakwenda kuwaunganisha wafanyabiashara na viwanda vinavyotengeneza bidhaa. Ni mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya biashara. Kituo kiko kwenye hali ya mwisho kabisa ya umalizikaji na muda sio mrefu pale tunakwenda kuandika historia ya kuwa na eneo ambalo litakuwa na mawasiliano na manufacturers moja kwa moja. Na hivi ninavyozungumza wale watu waliochukua frame pale kwenye lile eneo, japokuwa bado hawajaingia mle ndani, lakini center imeshaanza kuwaunganisha na manufacturers kutoka China na biashara zinaendelea. Lakini Ubungo ndio nyumbani kwa taaluma. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kiko huko. Tuna chuo binafsi cha St. Joseph kiko kule. Sasa hivi tuna program ya wenzetu wa St. Joseph wana maabara inayotembea. Kwa hiyo watakuwa wanatembea kwenye sekondari zetu huko ambazo zinafundisha masomo ya sayansi na maabara yao inayotembea kwa ajili ya kuja kudemonstrate namna gani ya kuishi kisayansi. Ni mapinduzi ambayo yanaletwa na serikali ya awamu ya 6. Sasa hivi tunakuwa na maabara zinazotembea. Lakini tuna shule ya wasichana pale. Shilingi bilioni 5 imewekwa hapo. Shule ya wasichana ya mkoa wa Dar es Salaam iko kwangu. Iko Ubungo huko, ambayo ni maono ya Mheshimiwa Rais Samia. Watoto wakae sehemu moja wa kike, tuwa protect, wawe kwenye mabweni mazuri, waweze kusomeshwa vizuri, maabara ziko vizuri, ICT lab iko pale. Ni mambo ambayo yametokea kwenye serikali ya awamu ya 6. Miaka hiyo yote kulikuwa hakuna mawazo kama hayo, na sasa hivi kuna shule za wanaume zinajengwa. Yaani kuna zile za kike afu ameleta na kwa upande wa boys zenye sura hiyo. Kwenye maji kuna miradi mingi sana. Wiki ijayo nitakuwa nazindua maji kwenye eneo kata yangu moja Saranga huko. Hakuna maji kwa muda mrefu sana. Kuna mradi mmoja unajengwa upande wa Ilala, kuna tenki huko la lita milioni 10 na sasa hivi ule mradi utakuja kunufaisha mpaka watu wangu. Ni mradi wa mabilioni ya pesa ambao na wenyewe unakuja kunufaisha watu wa Ubungo. Kwa hiyo kwenye afya you can name it, kuna vituo vya afya vingi tu na halmashauri pia kupitia mapato ya ndani tumepeleka shilingi karibu milioni 60 kwenye kila kata kwa ajili ya kusaidiana na wenzetu wa TARURA ili kuboresha barabara zetu. Kwa hiyo miaka hii 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa na faraja kubwa sana kwa wenzetu wa Ubungo, na mwisho Rais Samia ana dhamira pia ya kunyanyua vipato vya watu, kuwawezesha wananchi kiuchumi. Wiki 1.5 2 zilizopita nimeshiriki na nimekabidhi cheki zenye thamani ya shilingi bilioni 2 kwa kina mama, vijana na wenzetu wenye ulemavu kwa ajili ya wao kwenda kutunisha mitaji kwenye biashara zao. Hii sasa ni theory na ni falsafa ya Mheshimiwa Rais ya kwenda kuwezesha wananchi kiuchumi. Kwa Mheshimiwa Rais anajenga miundombinu kama niliyosema, barabara, maji, mashule, mahospitali, lakini bado anakwenda kutumisha mifuko ya watu. Sasa mwisho wa siku lazima watu wawe na uwezo wa kununua, wawe na uwezo wa kumudu gharama za maisha na kumudu maisha yao. Kwa kuna hiyo program, na hii ni awamu ya 3. Awamu inayokuja tena tutakuwa na bilioni zingine kabla ya kufikia mwezi wa 6. Kwa hiyo ni sehemu nyingine ya matunda tunayosherehekea katika miaka 4 ya Mheshimiwa Rais. Niendelee kumuombea heri Rais, aendelee kutuongoza vizuri na Mwenyezi Mungu ampe ulinzi wa afya ili tuendelee kunufaika sisi na uongozi wake ambao kimsingi tuko hapa kwa sababu hiyo. Hizi kazi zote tuna uwezo wa kuzifanya sababu Mheshimiwa Rais amezindua, ametengeneza fursa, amewapa uwezo watu wa bonde, wana hela ya kufanya vitu kama hivi. Ndio maana tunakuja uwezo wa kufanya mambo kama haya.